Tumsifu Yesu Kristo, taifa la Mungu popote mlipo duniani. Kupitia Jerusalem Family TV, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Leo ni siku ya 7, siku ya hitimisho ya semina yetu. Roho Mtakatifu azidi kukaa nasi, azidi kusema nasi kwa namna kipekee kupitia ujumbe ambao tumepewa, ujumbe wa mwaka 2026, Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, ambao unasema, lakini mwanaki wangu ataishi kwa amani, naye akisitasita roho yangu haitapendezwa naye, haitakuwa na furaha naye. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu na tunaposimama na ule ujumbe mwingine wa Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Roho Mtakatifu akazidi kutufunulia mambo makubwa ambayo tunatakiwa tuyatende mwaka huu. Somo letu ni kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu, kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Na lengo kuu ni kuinua imani zetu. Kuinua imani zetu ziweze kuimarika, kukua na kuimarika ili kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Na tumejenga ujumbe ambao ni kumjua Mungu, ni kumjua Mungu. Kwa lugha nyingine kumjua Bwana, kuweza kumjua Mungu. Na tukasema katika kumjua Mungu tukatumia kanuni 3. Kuna kanuni nyingi sana, kuna kanuni nyingi sana za kumjua Mungu, tukatumia kanuni 3. Kanuni ya kwanza ni kumjua Mungu kupitia mwili, mabano umwilisho kama mwana. Na kanuni ya pili ni kumjua Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Na kanuni ya 3 ni kumjua Mungu kupitia ukweli au kupitia neno lake. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote tuanze kipindi kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pa juu sana palipoinuka, tuna kila sababu ya kushukuru leo, siku ya hitimisho ya semina yetu, siku ya 7. Roho wa Bwana, Roho wa Mungu, zidi kusema nasi kwa namna kipekee kwa sifa na utukufu wa jina lako. Jitukuze mwenyewe mfalme wa amani, jitukuze mwenyewe Mungu. Baba, tunahitaji msaada wako, pasipo wewe si hatuwezi kitu. Roho Mtakatifu, zidi kusema nasi kwa namna kipekee kwa sifa na utukufu wa jina lako. Jitukuze mwenyewe mfalme wa amani. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunaalika kiwango cha kimbingu cha damu ya Yesu pande zote za dunia, iwe kaskazini, iwe mashariki, iwe magharibi, iwe kusini. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kiwango cha kimbingu cha damu ya Yesu, kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100, kishuka kwenye madhabahu hii, kishuka kwa kila moja, kishuka kwa kila mkoa, kishuka kwa kila ulimwenguni pote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu ikatamalaki, nguvu ya damu ya Yesu ikatamalaki. Tunapohitimisha, Roho Mtakatifu ukaseme nasi kwa kiwango kipya, tuweze kusimama na kusikia neno lako jinsi upendavyo wewe. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo naomba na kushukuru na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ayubu 22:21. Kitabu cha Ayubu sura 22:21 kinatuelekeza kumjua Mungu, kumjua Mungu. Tumjue sana Mungu ili tuwe na amani, ndipo mema ya nchi itakapotujia. Na tunahitaji kutenda mambo makuu mwaka huu 2026. Tunapopata ufafanuzi huu, Roho Mtakatifu akusaidie. Unaposikia neno la Mungu, unaposoma neno la Mungu, hakikisha nawe unafungua Biblia yako, unapata kufuatisha mwalimu kile anachokufundisha, anachokuelekeza. Kwa nini? Kwa sababu tumetofautiana mazingira, tumetofautiana imani, tumetofautiana uelewa. Kadiri unavyomsogelea Mungu, kadiri unavyosogea kwenye neno, ndivyo Roho Mtakatifu na yeye anazidi kukuelimisha, anazidi kufunulia siri zilizopo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na tunaona kwamba Roho Mtakatifu ametusemesha siku ya jana, hitimisho la semina yetu. Tulijaribu kutoa ufafanuzi kupitia kitabu cha Mathayo sura ya 5. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 na 17. Mstari wa 16 na 17. Tukasema neno la Mungu linasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Wapate kuyaona matendo yenu mema. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mstari wa 17, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, ila sikuja kutangua bali kutimiliza. Sikuja kutangua bali kutimiliza. Inawezekana watu wakasema, mwalimu kwani kalitumia hili neno la Mungu? Mwalimu Petro alishasema kwamba kuna ufunuo, kuna mafunuo mbalimbali katika neno la Mungu. Kuna ufunuo, na ufunuo ambao ulikuwa unaelekea leo hii ndio tunahitimisha na ufunuo huo. Tunaona kwamba Mungu aliposema msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati na manabii, ila sikuja kutangua bali kutimiliza. Tutakwenda kuona maandiko mbalimbali tukayoyapitia ambayo yalikuwa na maagizo kwetu. Kwa sababu gani?
tunajenga msingi wa kuhitimisha. Tunaezeka sasa, tunaezeka nyumba. Msingi ulishajengwa, matofali yameshainuliwa, sasa tunaezeka. Leo tunaezeka. Tunapoezeka tunatakiwa kufafanua ile torati ambayo Mungu alikuwa anatusemesha. Na tunapoiona ile torati Mungu alikuwa anatusemesha na sasa inakuja kukamilishwa. Na inakamilishwaje? Kwa ujumbe mkubwa kabisa, kutenda mambo makubwa, kutenda mambo makuu kwa imani. Tutaishi kwa imani na kutenda mambo makuu kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, azidi kutuelekeza. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, azidi kutuelekeza. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Basi twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ya 30 mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Hesabu sura ya 30 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, kisha Musa akanena na wale vichwa vya makabila, vichwa vya kabila za wana wa Israeli, na kuwaambia, neno hili ndilo aliloagiza Bwana. Narudia tena. Kisha Musa akasema na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli, na kuambia, neno hili ndilo aliloagiza Bwana. Biblia inaposema kisa Musa, kibiblia Musa ni kiongozi. Na leo hii tunaona kwamba uongozi wa madhabahu hii, uongozi wa Jerusalem Family umeandaa semina ufafanuzi. Kwa hiyo kisha Musa akanena na wale vichwa. Kwa hiyo uongozi wa Jerusalem Family unanena na watu wake, unanena na watu ambao unawaongoza, vichwa vya kabila za wana wa Israeli, na kuambia neno hili ndilo aliyoagiza Bwana. Na tunawaeleza kwamba Warumi sura 10 mstari wa 38 ndo neno ambalo ameagiza Bwana katika mwaka wa 2026 tuweze kuishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa basi, mstari wa pili unasema hivi, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri. Usifungue neno nadhiri. Roho Mtakatifu akupe ufunuo. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kiapo, au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kiapo, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Kuna ufunuo tunapata hapa. Neno ambalo tumepewa ni Waebrania 10:38. Sasa tunaambiwa hivi, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, tunapotamka kwamba huu ni mwaka 2026 tunaishi kwa imani. Ukitamka tu kwa kinywa chako tayari imekuwa nadhiri kwamba nitaishi kwa imani. Tunaposema kwamba kuishi kwa imani, kutenda mambo makuu, tayari imeshakuwa nadhiri kwa sababu umetamka kwa kinywa chako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kadri unavyotamka, anasema hivi, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo. Manake atakapoapa kiapo ili kufunga, sio nafsi, moyo wake, sio nafsi tu, mawazo yake na mitazamo yake, kwa kifungo. Tunaenda kujifunga kwa kutamka neno la Waebrania 10:38. Tunajifunga kabisa kwamba mwaka huu 2026 tunaishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Tunakuwa mbele za Mungu tumeapa. Tunapomwelekea Mungu tunakuwa tumeapa. Tunapolitamka neno hili tunakuwa tumeliapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hivi, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, sio nadhiri, maombi. Tumsifu Yesu Kristo. Au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake. Tunajifunga nafsi, tunajifunga mawazo yetu, tunajifunga moyo wetu kwa kifungo kupitia neno la Waebrania 10:38. Asilitangue neno lake. Kwa sababu tusiende nje ya neno lile. Anafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Kwa hiyo haya yote tunayoyatamka, haya yote tunayoomba, haya yote ambayo tunaweka nia zetu, tunafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Inawezekana usinielewe sana. Twende kwenye Hesabu sura ya kwanza
Kitabu cha Hesabu sura ya kwanza mstari wa 16. Kuna kitu tutapata pale. Hesabu sura ya kwanza mstari wa 16. Hao ndio walioitwa wa mkutano, wakuu wa kabila za baba zao, nao ndio vichwa vya wale maelfu ya Israeli. Manake kitendo cha kuwepo kwenye madhabahu hii, kitendo cha kuwepo kwa kushiriki Jerusalem Family TV, tayari umeitwa. Inawezekana wewe ndio kichwa cha madhabahu, kichwa cha wana wa Israeli. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa kulisikia hili neno la Mungu, manake kuna mahali ambapo wewe kwa kusikia tu tayari umekuwa lango, tayari umekuwa kichwa kwenda kuleta mabadiliko ndani ya familia. Utapotenda mambo makuu, taifa litabadilika. Utapotenda mambo makuu, nchi itabadilika. Utapotenda mambo makuu, ukoo utabadilika. Kwa hiyo unakuwa kichwa. Inawezekana usinielewe sana. Kitabu cha Hesabu sura 7 mstari wa 2. Kitabu cha Hesabu sura 7 mstari wa 2. Nimesema Roho Mtakatifu akupe ufunuo. Kitabu cha Hesabu sura 7 mstari wa 2. Ndipo wakuu wa Israeli. Sasa sio wakuu wa Israeli. Wewe ni wakuu wa familia. Tumsifu Yesu. Wakuu wa nchi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mkoa. Vichwa vya nyumba za baba yao, kwa sababu kuna mkato. Vichwa vya nyumba za baba yao. Wakatoa matoleo. Matoleo tunajua, matoleo ni sadaka. Matoleo ni kitu ambacho unakitoa kwa Bwana. Wakatoa matoleo. Hao ndio wakuu wa kabila. Hao ndio waliokuwa juu ya waliohesabiwa. Kuna mtu anapanda mbegu kwa ajili ya familia. Kuna mtu anapanda mbegu kwa ajili ya ukoo. Kuna mtu anapanda mbegu kwa ajili ya nchi. Kumbe wewe ni kichwa cha familia, ni kichwa cha ukoo, ni kichwa cha nchi. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mahali tunapoenda kuishi kwa imani. Unapanda mbegu, unatoa sadaka, unatoa matoleo kwa imani. Kwa nini? Unaamini unaenda kutenda matendo makuu ya Mungu. Roho Mtakatifu akufundisha hapo. Tunakwenda taratibu, kuna mahali tunaelekea. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani uweze kunielewa. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza. Mstari wa 13 tutatembea pale, mstari wa 13, wa 14 na 17. Mstari wa 13, wa 14, wa 17 na ikimpendeza Mungu wa 18. Tumsifu Yesu Kristo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 13, wa 14 na 17 na 18. Neno la Mungu linasema, jitwalieni watu wenye akili. Jitwalieni watu wenye akili. Jitwalieni watu wenye akili na fahamu, watu wanaojulikana kwa kadiri ya kabila zenu, nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Nanyi mkanijibu, mkaniambia, jambo hili ulilonena ni jema la kufanya. Mstari wa 14, wa 17 sasa. Msitazame nafsi za watu katika hukumu. Mwasikilize wadogo na wakubwa sawasawa. Msiache uso wa mtu awaye yoyote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Na lile neno liwashindalo mniletee mimi, nami nitalisikiliza. Sasa mstari wa 18 ndio naupenda. Nikawaamuru wakati huo mambo yote yaliyowapasa ninyi kuyafanya. Wakati gani? Huu 2026. Ametuamuru kupitia neno lake. Tutaishi kwa imani na kutenda mambo makuu kupitia Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b. Sasa basi, Mungu anatuamuru kwa wakati huu kwamba nikawaamuru wakati huu mambo yote yaliyowapasa ninyi kufanya. Tutafanya mambo makuu, tutatenda mambo makuu kupitia huu mwaka wa 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Haya yote nazungumza kwa sababu gani? Nazungumza kwa sababu tunaporudi kwenye lile neno la Mathayo, Injili ya Mathayo. Tunapozungumza kwenye Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 na 17, ndipo anaposema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mstari wa 17, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii.
la sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa hiyo nimetoa mambo hayo, maandiko hayo kidogo, angalau muweze kuelewa kwamba kuna vitu ambavyo Mungu aliwaita watu, Mungu alihitaji watu wasikilizishe neno ambalo alilifanya tokea kipindi hicho, na ndivyo anavyofanya katika mwaka huu 2026 kupitia madhabahu ya Jerusalem Family TV, tukaweze kuishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Hayo yalishafanyika tokea kipindi hicho. Hata Yesu anapokuja, anaposhuka mahali hapa, si kwamba anakuja kuondoa tu yale anakuja kukamilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani watu wa Mungu muweze kuelewa mahali tunapoelekea. Naweka bati, Roho Mtakatifu akufundishe. Kuna vitu vingi natamani kufundisha, lakini package yake ni kubwa mno, inahitaji kuongeza siku za semina. Nafundisha kwa kiwango fulani cha 10-15, lakini Roho Mtakatifu ndo akufunulie. Na nikaomba kwamba tufuatane katika Biblia. Ukisoma kuna ufunuo utaupata, ukisoma na ukinisikiza kuna mahali unaelekea. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Hosea akasema, kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6, akasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami ninakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kuna vitu, kuna sheria, kuna maelekezo ambayo Mungu alikuwa anatupa kila itwapo leo. Tokea kipindi hicho kwenye Kumbukumbu la Torati ametuambia, na akasema kwa mstari wa 7, kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Utukufu gani? Aliowaahidi katika ile Hagai sura ya 2 mstari wa 9, kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Yani utukufu wa kutenda matendo makuu ya Mungu utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Lakini kwa kuwa umekataa maarifa, anasema hivi, nami nitasahau watoto wao. Kwa kuwa tumekataa maarifa, anasema nitakukataa usiwe nini? Kadiri walivyozidishwa. Unavyopata elimu, unavyopata neno, alivyokuzidishia kushushia neno akakuletea, anasema kadiri walivyozidishwa, hivyo hivyo walinitenda dhambi. Dhambi gani? Walikataa. Ndio maana tukasema kwamba kumjua Mungu lazima ukubali neno ufanyike mwili. Kumjua Mungu, ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunatumia ile Injili ya Yohane sura 16 mstari wa 8. Kuna mambo, kuna dhambi pale, kuna haki na kuna hukumu. Kwa nini tulitumia Injili ya Yohane sura 16 mstari wa 8? Kuna neno dhambi, kuna neno haki, kuna neno hukumu. Roho Mtakatifu anaposimama ndipo tunapoonekana tumetenda dhambi. Roho Mtakatifu anaposimama ndipo kuna haki. Roho Mtakatifu anaposimama ndipo kuna hukumu. Sasa basi, kwa kuwa mnakataa maarifa, anasema hivi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Mwaka huu tumeambiwa kwa imani kabisa kwamba tutatenda mambo makuu, tutatenda matendo makuu. Ndio utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Utatenda mambo makuu. Tutaishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Lakini anasema utukufu wao wa mwisho utakuwa aibu. Kwa kuwa umekataa maarifa kutoka kwa neno la Mungu la Waebrania sura 10 mstari 38. Unapokataa hayo maarifa, utukufu wako wa mwisho utakuwa aibu, utageuzwa kuwa aibu. Na sisi inabidi tukae katika neno la Mungu ili tusipate aibu. Tumsifu Yesu Kristo. Ili tusipate aibu. Kwa hiyo basi, neno la Mungu linaposhuka, anapolituma neno lake ili tuponye na kutoka kwenye maangamizi. Sasa ile Zaburi ya 107 mstari wa 20, lazima tukae kwenye neno. Kwenye neno kuna sauti, kwenye neno kuna maelekezo, kwenye neno kuna amri, kwenye neno kuna kitu ambacho tunapewa. Hili neno tulopewa lakini mwanaki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haitapendezwa naye, haitakuwa na furaha naye. Manake Mungu anatuonyesha kabisa mwaka huu 2026 tusipoishi kwa imani, kuna mambo makubwa mbele yetu yatakuja, kuna mambo makubwa yatakuwepo, na sisi nataka tutende mambo zaidi ya hayo. Jambo lote likiwepo, basi tutende jambo kubwa. Uovu wote ukitokea, basi sisi tutende matendo makubwa zaidi ya uovu. Tutende matendo makubwa katikati ya uovu, tutende mambo makubwa. Mwanaki wangu ataishi kwa imani. Mwaka huu 2026 tunatakiwa tuishi kwa imani, tutende mambo makubwa. Mahali ambapo watu wengine wanavyotuona, waone tukitenda mambo makubwa, mambo yaliyo mema. Kusudi tuwe na nini? Utukufu wa mwisho wa Mungu uwe mkuu kuliko wa kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Yes, Roho Mtakatifu atusaidie sana. Kwa hiyo basi, tunaporudi katika kitabu cha Hesabu sura 30 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu liposema, kisha Musa
akasema na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli na kuambia, neno hili ndilo aliyoagiza Bwana. Mstari wa 2, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kiapo, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yatokayo kinywani mwake. Kwa hiyo mwaka huu 2026 tunatakiwa tuitabirie mambo makubwa. Ndani ya vinywa vyetu tutoke maneno ya kutenda mambo makubwa. Tamani kutamka mambo makubwa. Kila wakati jitamkie kutenda mambo makubwa. Tamani kutenda mambo makubwa. Kuna watu wengine wameshasema kwamba huu mwezi wa kwanza ni mgumu. Mwezi wa kwanza ni shida, ni changamoto. Wakati huu ndio mwezi wa kwanza ndio lango la miezi mingine 11. Mwezi wa kwanza ndio msingi, mwezi wa kwanza ndio unaobeba miezi mingine 11. Unapojitamkia tofauti, unapojitamkia negative, kuna mambo ambayo hutaweza kuyatenda, kuna mambo makubwa utapishana nayo tu, hutotenda. Kwa nini? Maneno yako, maombi yako yawaze mambo makubwa, yawaze mambo makubwa. Kwa kadiri utakavyonena ndani ya nafsi yako, tumeona kwamba kadiri unavyonena unakuwa umeweka nadhiri kwa Bwana. Kwa kadiri unavyonena unakuwa umeweka kiapo kwa Bwana. Kadiri unavyonena, kadiri unavyoomba, unavyojitamkia, unavyojitabiria, unajitabiria. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwaka huu ni mtu wa kutenda mambo makubwa. Nimekuwa mtu wa mazoea, nimekuwa mtu wa kutenda mambo madogodogo, lakini kutokana na neno lako uliosema katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, lakini mwanaki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yako haitafurahiwa naye. Unasema unajitamkia hilo neno linaanza kutoa mwili, unaanza kuliishi kwa kulitamka kila wakati. Kwa kadri unavyotamka ardhi inaandika, kwa kadri unavyotamka ardhi inasikia, mbingu nazo zinasikia. Tumsifu Yesu Kristo. Mbingu zinasikia. Kwa nini? Utakula matunda ya kinywa chako. Utakula matunda ya kinywa chako, utakula matunda ya maombi yako. Omba kila itwapo leo. Inawezekana usinielewe. Inawezekana usinielewe. Twende kwa kitabu cha Mithali sura 12. Mithali sura 12 mstari wa 14. Kitabu cha Mithali sura 12 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema, mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake, na atarudishiwa matendo ya mikono yake. Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake, na atarudishiwa matendo ya mikono yake. Atarudishiwa matendo ya mikono yake. Unajitabiria nini mtu wa Mungu? Unatamka nini mtu wa Mungu? Unasema nini mtu wa Mungu mbele za Mungu? Tumeambiwa mtu akimwelekea Bwana kwa nadhiri, kwa kiapo, anakuwa ameifunga nafsi yake. Anakuwa kwenye kifungo. Na sisi tutamani kujifunga. Mwaka huu 2026 ni mwaka wa kuishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Inatuambia na tusisimua kabisa, inatuelekeza kabisa. Neno la Mungu linatuelekeza mahali hapa, Mithali 12:14. Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake. Kinywa chako kinanena nini? Huu mwezi wa kwanza unanena nini kwenye kinywa? Huu mwezi wa kwanza unajitamkia nini? Jibariki, bariki huu mwezi, bariki huu mwaka, bariki miezi yote 12, tukatende mambo makuu. Anasema mtu atashiba mema ya matunda ya kinywa chake, na atarudishiwa matendo ya mikono yake. Atarudishiwa matendo ya mikono yake. Mikono yako inatenda nini? Isitende kwa ulegevu. Mikono yako itamani kutenda mambo makuu. Itabirie mikono yako kutenda mambo makuu. Tabiria kwa kinywa, tamka kwa kinywa, kusudi uweze kushiba mema ya kinywa chako. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu ndio taa. Neno la Mungu ndio taa. Kama ni taa inamulika, sisi ni nuru. Kama tumeshakuwa nuru, tukaangaze. Tunajitabiria kabisa sisi ni nuru, na tumeambiwa katika Kumbukumbu la Torati kwamba sisi tukishaangaza watu wote wakatushuhudie matendo yetu yaliyo mema. Tumeambiwa kabisa katika neno, mtu atashiba matendo ya kinywa chake. Mtu atashiba kwa matunda ya kinywa chake. Kinywa chako kinanena nini? Huu mwezi wa kwanza unanena nini? Itabirie, tamka kwa imani, kwa sababu tumeambiwa kabisa tunaishi kwa imani. Mwaka huu ni wa kuishi kwa imani, na imani hiyo itatusababisha tufanye matendo makuu. Na sio kwa imani tu, bali tunamjua Bwana. Kwa nini? Neno linatoa mwili na kaa kwetu kama mwana. Tunamjua Bwana kwa nini? Roho Mtakatifu anatufunulia. Tunamjua Bwana kwa nini? Kwa sababu kupitia neno lake. Neno gani? Tumeambiwa katika Mithali sura 12 mstari wa 14. Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake, na atarudishiwa mambo ya mikono yake. Mtu wa Mungu,
kama fundisho linatuelekeza kwamba mtu atashiba, lazima ufanye kwa kadiri ya elekezo maneno. Kwa hiyo kinywa chako kina uwezo wa kushibisha, kinywa chako kinaweza kukupa njaa. Matendo ya mikono yako yana uwezo ya kukufanya ufanye matendo makuu. Usipojiamini, maana utatenda matendo ambayo Mungu hatafurahia nayo. Mungu atakuwa una wasiwasi, Mungu atakuwa una sita, hatakuwa na furaha na wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna ufunuo mkubwa umejificha hapa katika andiko la Mungu. Kuna ufunuo mkubwa umefichika hapo. Tunaona kabisa kwamba kuna muunganiko kati ya maneno unayojitamkia na kazi ya mikono yako. Kuna muunganiko kati ya kazi ya mikono yako na maneno uliyokuwa unajitamkia. Mwaka huu 2026 matunda yako yatasababishwa na matendo ya mikono yako, na matunda utakaoshiba ni yale utakaorudishiwa kutokana na matendo ya mikono yako aliyotenda. Tamani mtu wa Mungu aweze kujua. Tumsifu Yesu Kristo. Unapokuwa kwenye nadhiri, unapokuwa kwenye maombi, unapokuwa kwenye kiapo, unakuwa umejifunga kifungo. Na kama umejifunga nafsi yako. Sio nafsi tu, umefunga hadi mawazo. Sio mawazo, umefunga fikra, umefunga mitazamo, kwamba utakayotenda utende sawasawa na neno. Hautolitangua neno. Hatulitangui neno la Waebrania sura 10 mstari wa 32 na Danieli 11 mstari wa 32b. Hatutangui, bali tunatimiza. Tunatimizaje? Kwa Bwana, kwa kumjua Bwana, kwa imani, tukimjua Mungu kwa kupitia mwili, kwamba neno linatoa mwili na kaa kwetu, na tumesikia neno linatoa mwili na kaa kwetu. Kwa kumjua Bwana, kwa kumruhusu Roho Mtakatifu katika mafunuo akatufunulie. Kwa sababu gani? Ukikanja neno, dhambi itakuandama. Ukikanja neno, utajikuta unapata hukumu. Lakini ukikaa kwenye neno, haki itakusimamia. Utafanya mambo makubwa, utatenda mambo makubwa tena yenye haki. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Unapojitamkia maneno, ujue umeweka kiapo mbele za Mungu. Na kiapo hicho au nadhiri hizo, unapojitamkia maneno inakuwa ni nadhiri. Maneno inakuwa ni nadhiri. Unakuwa nadhiri. Na lazima uhakikishe inaleta matunda. Inapoleta matunda ndio umeiondoa. Nadhiri lazima uiondoe. Kwa nini? Inapoleta matunda unakuwa umeiondoa. Unakuwa umethibitisha, umetimilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Yakobo sura ya 5 mstari wa 12, neno la Mungu nasema, lakini zaidi ya yote ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kinginecho chote, bali ndio yenu na iwe ndio, na sio yenu iwe sio, msije mkaangukia hukumu. Tumeona kwamba Roho Mtakatifu anapokaa, tunapomjua Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu, ukitenda dhambi ni shida. Lazima utende haki ili usije kaangukia kwenye hukumu. Ile Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Tunapomjua Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaposema unapokuwa naomba, unapokuwa naongea maneno ya kinywa chako, Yakobo anatupa tahadhari, lakini zaidi ya yote ndugu zangu msiape. Tunapokuwa kwenye kuomba, tunapokuwa kwenye kusema, ni sawasawa na kuweka viapo mbele za Mungu. Mwaka huu nitatenda kitu fulani, maana unatamani kutenda kitu kikubwa. Mwaka huu nitatenda, utapojitabiria ni kama unaweka nadhiri, ni kama unaweka kiapo. Sasa nasema lakini zaidi ya yote ndugu zangu msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kiapo chochote, bali ndio yenu na iwe ndio, na sio yenu iwe sio, msije mkaangukia hukumu. Kumbukumbu la Torati sura 31 mstari wa 28. Kumbukumbu la Torati sura 31 mstari wa 28. Neno la Mungu nasema, nikutanishieni wazee wote wa kabila zenu, maakida yenu, ili niseme maneno haya masikioni mwao, na kuwashuhudia mbingu na nchi juu yao. Kwa hiyo Mungu ametukusanya mahali hapa kupitia madhabahu ya Jerusalem Family TV. Ametukusanya. Ndio maana akasemaje, nikutanishieni wazee wote. Kitendo cha kusikiza hizi audio tayari umeingia katika kukutanishwa. Maakida yenu,
ili niseme maneno haya masikioni mwao. Unaposikiza audio hii, unaposikiza fundisho hili, unaposikiza masomo haya, unaposikiza ufafanuzi huu, tayari masikio yako yamesikia. Na kuwashuhudia mbingu na nchi yao. Anashuhudia, manake amelituma neno, kalituma katikati ya mbingu na nchi. Kwa nini? Tangu mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hili neno limekuja hapa ulimwenguni, na kitendo cha kuja amelishuhudia mwezi wa kwanza kwamba mwanaki wangu ataishi kwa imani. Tusogee Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 28. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, nawashuhudia mbingu na nchi hivi leo, nawashuhudia mbingu na nchi hivi leo, kwamba karibu mtaangamia kabisa juu ya nchi mwivukayo Yordani kuimiliki. Hamtafanya siku zenu ziwe nyingi juu yake, ila mtaangamizwa kabisa, Anarudia, nawashuhudizia mbingu na nchi hivi leo. Neno umelisikia, anawashuhudia. Mungu anatushuhudia sisi kwamba karibu mtaangamia. Kwa nini? Tumeambiwa watu wangu waangamia kwa kukosa maarifa. Kabisa juu ya nchi mwivukayo. Nchi gani? Huu mwaka 2026. Siku zenu ziwe nyingi juu yake, ila mtaangamizwa kabisa. Mathayo sura ya 5 mstari wa 33 na 34. Mungu ikipendeza unaweza ukaendelea kusoma, lakini tunataka tupokee kitu pale. Mathayo sura ya 5 mstari wa 33 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, Mathayo sura ya 5 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema, tena nimesikia watu wa kale walivyoambiwa. Watu wa kale nani? Uko kwenye Kumbukumbu la Torati. Usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako. Sio nyapo, mtimizie Bwana maombi yako. Sio maombi, mtimizie Bwana fikra zako, mitazamo yako, nafsi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Huo ni ufunuo. Mstari wa 34. Lakini mimi nawaambia nani? Mungu. Msiape kabisa hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu. Mstari wa 35. Wala kwa nchi, kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Manake Mungu anatutazalisha maneno yetu, vinywa vyetu tunavyotamka kwenye maombi. Unachojitamkia kwamba huu ni mwaka wa kuishi kwa imani, na ukaimba, ukaomba, ukasema, ukajitamkia huu ni mwaka wa kuishi kwa imani, mwaka 2026 kupitia Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b ukatamka. Sasa Mungu akutadhalisha, ni heri usitamke, ni heri usiombe. Kama una sita hata kuwa na fulana wewe, anatuelekeza kabisa. Nchi inasikia, ardhi inaandika, mbingu inatushuhudia. Tumsifu Yesu Kristo. Nchi inatushuhudia. Tunatakiwa tutende mambo makuu. Unachokiomba, unachokisema, umesikia, na ndani mwako ingia kiu, ukaambiwa omba, ukaomba, ukatamka, na unaendelea kutamka. Kadiri ya unavyotamka, anasema utashiba maneno ya kinywa chako. Ikiwa umetamka baraka, ukajitamkia baraka, alafu ukashindwa kuingia kwenye matendo, ukashindwa kuishi kwa imani, hana fulana wewe. Utakula matunda tu ya hicho kusita kwako. Na akasema naye akisita, kwa kuwa umetamka, kwa kuwa umesema, Mungu amesikia. Tumsifu Yesu Kristo. Narudia tena, wala mimi nawaambia, anasema lakini, mstari 34, Mathayo sura ya 5, Injili Mathayo sura ya 5 mstari 34. Lakini mimi nawaambia usiape kabisa hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Mstari 36. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Mstari 37. Bali maneno yenu yawe ndio, sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini? Mbingu na nchi
zinasikia viapo au zinasikia maneno au zinasikia maombi ambayo tunaomba kila siku leo. Unasikia tunaposema kwamba tunaenda kuishi kwa imani. Imesikia. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hizo mbingu na nchi ndo zinasimama kwa ufanisi kabisa juu. Zinasimama kabisa. Na zinaandika kati ya uwekezaji wako wa maneno, uwekezaji wako wa maombi, uwekezaji wako wa nia, wa mawazo, fikra, au kutengua kwa viapo vyako au kutengua maneno yako. Tayari umesema kwamba mwaka huu nitaishi kwa imani. Tayari umeshasema nitaishi kwa imani, na tayari Mungu ameshasikia. Tayari Mungu ameshasikia na ameshaweka kiu ya kukusaidia. Lakini anashangaa unaanza kusita. Anashangaa unaanza kusita. Mbingu ilisikia, ardhi ilisikia, nchi ilisikia. Tumsifu Yesu Kristo. Na Mungu akasema atakuwezesha. Kwa nini? Unaweza mambo yote katika yeye atutia nini? Nguvu. Anashangaa sasa huyu anayesema kwamba nitaishi kwa imani. Lakini sasa unaanza kusita. Ukisita hana fulana na wewe. Kwa sababu mbingu imeandika habari zako na ardhi inaandika habari zako, imekushuhudia. Tumsifu Yesu Kristo, mtu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ukienda mstari wa 16 anaposema vivyo hivyo, Mathayo sura 5 mstari wa 16 na 17 anasema hivi. Mathayo sura 5 mstari wa 16 na 17 anasema hivi. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, ila sikuja kutangua bali kutimiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa nini anasema maneno haya? Na kwa nini tunarudia hili neno? Tunapotamka kwamba mwaka huu ni wa kuishi kwa imani, ardhi imeshaandika, ardhi imeshasikia, na uendelee kujitamkia kwamba ninaishi kwa imani, naenda kutenda matendo makuu. Naishi kwa imani, naenda kutenda matendo makuu. Kwa maana unamwamini Mungu na unamjua Mungu kupitia neno lake, na neno likatoa mwili kakaa kwetu. Kwa kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, anakupa ufunuo. Kwa kuwa unalijua neno, kanuni 3 zote unazo. Na tumeambiwa kwamba tusiape tu, tusiseme tu, tusitamke tu, tutashiba maneno ya kinywa chetu. Na tutarudishiwa matendo ya mikono yetu. Tumesema kwamba tunaenda kutenda mambo makuu, tunaishi kwa imani. Mbingu imeshasikia, lazima tuhakikishe kwamba tunakaa katika neno la Mungu. Tusilitengue neno la Mungu. Tusilitengue neno la Mungu, watu wa Mungu. Tusilikatae neno la Mungu, tutaangamizwa kabisa. Na anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tutafute maarifa. Tuzidi kutembea. Huu ulikuwa ni ufafanuzi tu, lakini tutapeana maarifa zaidi kwenye semina zingine zijazo, jinsi ya kutembea katika kuishi kwa imani. Tumsifu Yesu Kristo. Jinsi ya kumaliza mwaka katika kuishi kwa imani. Tutaandaa semina nyingine, tutafundishana vitu vingine vikubwa kabisa. Maarifa mengi ya kupeana, lakini muda utoshi, mtu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Yes, Roho Mtakatifu anazidi kutuongoza. Natamani mtu mmoja aanze kujitabiria. Aache kusema kwamba huu mwezi wa kwanza ni mwezi mgumu, mwezi uliojaa ada. Mwezi wa kwanza una changamoto. Jitabirie, utakula matunda ya kinywa chako na utarudishiwa matendo ya mikono yako. Tumsifu Yesu Kristo. Walawi sura ya 5. Walawi, kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi sura ya 5. Tuanzia mstari wa 4 pale na kutembea pale. Tuone Mungu anatuambia nini. Kitabu cha Walawi sura ya 5. Kitabu cha Walawi sura ya 5. Kitabu cha Walawi sura ya 5 mstari wa 4 na kuendelea. Neno la Mungu linasema hivi. Au kama mtu akijiapisha. Kwa kutamka haraka kwa midomo yake. Kutenda uovu au kutenda mema. Neno lolote mtu atakalo litamka kwa kiapo pasipo kufikiri, kwa bahati mbaya ndio. Na neno hilo likamfichamania, hapo atakapolijua. Anaposema neno likamfichamania, maana yake limejificha, kuna mambo amejificha, hakujua, katenda bila kujua. Lakini anasema hapo atakapolijua. Na sisi tumetoa ufafanuzi huu kwa sababu kuna mtu akasikia neno la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Lakini mwanaki wangu ataishi kwa imani. Ili neno likamfichamania. Lakini kwa ufafanuzi huu anasema hapo atakapolijua. Na leo umesikiza audio hii, na leo umesikia ufafanuzi huu, na umesikia kwa semina siku ya kwanza hadi ya mwisho. Anasema ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mamoja wapo.
ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo moja hapo. Maana yake ukikaa nje ya neno, hukutaka kuwa na imani katika neno ambalo limetumwa la ujumbe wa mwaka huu. Mstari wa 5, kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo, ndipo atakapoliungama jambo hilo alilokosa. Tutaungama. Mungu ni wa rehema. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 6, naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya. Narudia tena, naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka tuchukue neno sadaka. Maana yake kuna neno tumelisikia, neno la imani. Imani bila matendo imekufa. Ili neno libebee sadaka, lishikamanishe na sadaka, liambatanishe sadaka. Siko hapa kuhamasisha sadaka, ila kwa kuwa tumesikia tokea kipindi cha manabii, tokea kipindi cha Torati, Mungu hakuja kuitengua bali kuitimiliza sadaka. Hii sadaka unapoichukua unaifungamanisha. Sadaka aliyejitoa peke yake ni Bwana wetu Yesu Kristo kupitia damu yake, kupitia mwili wake. Tunapotoa sadaka tunajiungamanisha pamoja naye, tunaiombea kibali iungamane pamoja na sadaka aliyoitoa. Sadaka ni neno. Tunaunganisha sadaka na neno. Tunapoliweka neno, tunaliweka neno la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Tunaungamanisha na sadaka zetu. Utakula matunda ya kinywa chako unavyoungamanisha hiyo sadaka, na utarudishiwa matendo ya mikono yako kupitia hiyo sadaka uliyotoa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini tunahitaji kutenda mambo makuu? Tunahitaji kutenda makuu. Mstari wa 7 anasema hivi, lakini asipomweza kondoo. Roho Mtakatifu nisaidie. Ule mstari wa 6 aliposema hivi, naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya. Sadaka hizo zikawekwa mwana kondoo wa kike au mbuzi mke kutoka katika kundi lake kuwa ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake. Mstari wa 7, lakini asipomweza mwana kondoo, ndipo atakapomletea Bwana hua wawili au makinda mawili ya njiwa kuwa ni sadaka yake ya hatia ya jambo hilo alilolikosa, mmoja wa hao ndege kwa sadaka ya dhambi na wa pili kwa sadaka ya kuteketezwa. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tunahitaji kufanya matendo makuu. Kama tunahitaji kufanya matendo makuu, Mwanzo sura ya 26, kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 na 13. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 na 13. Neno la Mungu linasema, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Mstari wa 13. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Leo neno hili umelisikia, likawe na imani kwako, likajengeke imani kwako. Waebrania 10 mstari wa 38, lakini mwana kiwango ataishi kwa imani, akimjua Mungu. Isaka akimjua Mungu, na sio kumjua Mungu tu, kupitia Roho Mtakatifu na kulijua neno lake. Akapanda mbegu, akatoa sadaka. Mwanzo 26:12 anasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Sikiliza neno hili la Waebrania 10:38, Danieli 11:32b. Ukiliungamanisha na sadaka, ukalitamka kwenye maombi yako, ukalitamka kwenye nadhiri yako, ukaitamka kwenye kiapo chako, ukajifungamanisha na nafsi, ukajifunganisha na mwili wako, mawazo yako, fikra zako vikaambatana na hili neno, ikatoa mwili, ikakaa kwetu. Roho Mtakatifu akaachilia ufunuo, neno ukaanza kuliishi na kulitembea kama Isaka alivyofanya. Utatoa sadaka kwa imani. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Unatamani kuwa
mtu mkubwa, unatamani kuishi kwa imani na kutenda mambo makuu, hakikisha unapanda mbegu, hakikisha unangamanisha sadaka yako na hili neno ikazae matunda. Mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu akufundishe, Roho Mtakatifu akuelekeze. Roho Mtakatifu amesema hakuja kutengua, amekuja kutimiliza, amekuja kuikamilisha Torati, amekuja kukamilisha hivyo viapo vya neno. Kwa nini? Mbingu na ardhi, mbingu na nchi vinasikia habari zetu na vinaandika. Neno limeshatumwa tangu mwanzo, kulikuwepo neno. Neno limeshatumwa mwezi wa kwanza, liungamanishe na hiyo sadaka, jiungamanishe na sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo ni neno. Sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo ni neno. Chukua sadaka yako, ungamanisha na hilo neno la Waebrania 10:38, Danieli 11:32b. Ungamanisha, utakula matunda ya kinywa chako, matunda ya maombi yako, matunda ya mawazo yako, matunda ya fikra zako, kutenda mambo makuu. Isaka akiyajua hayo, akapanda mbegu. Na wewe mtu wa Mungu, panda mbegu. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nazatuli hai, simama mwenyewe Bwana kwa ajili ya mtumishi wako, simama mwenyewe kwa ajili ya dada ule, baba yule. Baba, sema na watu wako Mungu kupitia semina hii, kupitia hitimisho hii. Roho Mtakatifu ukaseme kwa namna ya kipekee, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Jitukuze mwenyewe mahali hapa Bwana, sema nasi kwa namna ya kipekee. Roho Mtakatifu, kiwango cha kimbingu, kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100 kwa kila mmoja mmoja. Sasa neno la Marko sura 4 mstari wa 20, wote tuko kwenye udongo mzuri kama alivyopanda Isaka katika udongo mzuri, akapata kipimo kimoja kwa 100. Baba, katika jina Bwana Yesu Kristo, tunajiungamanisha na mawazo yetu, fikra zetu, tunapotoa sadaka zetu hizi, tukaweze kuwa wakuu, tukatende mambo makuu kwa sifa na utukufu wa jina lako, tukaweze kuishi kwa imani na kutenda mambo makuu, yale yote uliyotukusudia katika maisha yetu. Ni katika jina Bwana Yesu Kristo naomba na kushukuru na kuamini, amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu abariki, hitimisho jema, tukaishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Mbarikiwe sana.